Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema ahimidiwe Mungu Baba ambaye kwa rehema zake nyingi sio chache alituzaa sisi. Tulizaliwa mara ya pili. Kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili ili tupate tumaini lenye uzima. Kwa tumezaliwa mara ya pili ili tupate tumaini lenye uzima. Kwa rehema zake nyingi alituzaa sisi mara ya pili ili tupate tumaini. Tumaini ni kitu tunachokitegemea ili upate tegemeo, upate tumaini kwenye maisha yako. Unapopita kwenye dhiki uone tumaini ni Mungu. Unapopita kwenye shida uone tumaini ni Mungu. Unapokuwa kwenye nyakati ngumu uone tumaini ni Mungu. Kwa hiyo Petro anasema ahimidiwe huyu Mungu Baba wa Yesu Kristo aliyemtuma kwetu ili tuzaliwe, atuzae mara ya pili. Maana yake tulizaliwa katika uzao wa kawaida, tulizaliwa na baba na mama. Yesu Kristo alipokuja ametuzaa mara ya pili kutoka kwenye tabia ya maisha tuliyoyaishi zamani. Tumezaliwa tukaanza maisha mapya ambayo tofauti na maisha walioishi wazazi wetu au familia zetu au koo zetu. Sasa anasema ahimidiwe sana huyu Mungu ambaye ametupa tumaini la uzima wa milele. Kwa sisi wa Kristo tunalo tumaini la kupata uzima wa milele. Tunalo tumaini kupitia Yesu Kristo la kupata uzima wa milele. Sasa Petro anasema ahimidiwe sana huyu Mungu ambaye amemtoa mwanae ili tupate sisi tumaini la uzima. Kwa uzima wa Kristo upo kwa Kristo. Kwa sababu ya Ukristo, kwa sababu ya kuzaliwa mara ya pili, maana yake kutoka kwenye matendo maovu na kuzaliwa kuwa kwenye matendo mema. Sasa anasema tumepata tumaini. Kwa hiyo mtu anapata tumaini baada ya kugeuka kutoka mahali. Anapata tumaini baada ya kutafuta chanzo kwamba mimi nilikuwa hivi, sasa nimekuja huku, nimepata tumaini. Nimekuja kwenye msaada. Kwa Yesu Kristo ni tumaini la watakatifu. Uzima ni tumaini la watakatifu. Kwa hiyo mtu anapokuwa unaishi mahali popote unalo tumaini, lakini kuna watu hawana tumaini. Lakini wengine wametumainia wazazi wao. Kwa kuwa nina baba, kwa kuwa nina mjomba na fedha mahali, kwa kuwa nina baba kubwa na fedha, basi mimi nikiumwa tu tumaini langu atanisaidia. Hiyo umeweka kuwa tumaini. Kwa sababu mama yangu ana kiuchumi, kwa sababu kaka yangu ana uwezo, kwa hiyo huyo tayari amefanya kuwa tumaini. Lakini anasema atukuzwe, ahimidiwe Mungu Baba wa Yesu Kristo aliyemtoa mwanae akafa msalabani na kufufuka ili sisi tupate tumaini la uzima. Kwa uzima wa Kristo na tumaini lake au tegemeo lake lipo katika wokovu. Mtu akiwa kwa Kristo, maana akisha okolewa, tumaini lake linabaki kwa Mungu, sio kwa wanadamu. Ndio maana katika inasema amelaaniwa mtu yule amtegemea wanadamu kwa kinga yake, kwamba msaada wangu ni fulani. Lakini Biblia hapa Petro anasema kwamba ahimidiwe Mungu Baba wa Yesu Kristo ambaye yeye huyu Yesu Kristo amekufa akafufuka kwa sababu yetu sisi tupate tumaini. Kwa watu wa Mungu tunalo tumaini. Haleluya. Amen. Tuliokoka tunalo tumaini. Hatuishi bila tumaini. Yaani tuna msaada. Tunategemea. Kuna kitu tunategemea mbele yetu. Tuna tumaini la uzima. Amesema tupate tumaini la uzima. Amesema kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili ili tupate tumaini, kwa sababu tulipozaliwa mara ya kwanza tuliweka tumaini kwa ndugu zetu. Tuliweka tumaini kwa wanadamu. Tuliweka tumaini kwa waume zetu na wake zetu. Lakini sasa baada ya wokovu tumaini sio kwa wanadamu tena. Maana yake unapopita mahali usimtazame mwanadamu ananiambia nini, basi weka tumaini lako kwa Mungu. Maana yake ukimtumaini Mungu, Mungu atakusaidia. Lakini usipomtumaini Mungu hawezi kukusaidia. Tatizo bahati mbaya watu wengi tunaishi matatizo ni makubwa kuliko Mungu. Na ndio maana tunapokuwa kwenye wakati wa shida tunatazama wanadamu, tunaona kama wana nguvu kuliko Mungu. Yaani liko jambo unatamani kuvuka. Kuna mahali unataka kuwa, lakini wewe unataka, inawezekana Mungu hataki uwe kwa wakati huo. Kama kuna mahali unataka uwe. Kwa hiyo tumaini letu kwa kuwa ni Mungu, yeye ambaye tumaini letu inawezekana hataki uwepo hapo kwa sasa. Sasa kwa nini anataka usiwepo hapo? Kwa sababu anajua ukiwa hapo utapotea, inawezekana utakufa. Wewe uelewi, ila wewe tumaini lengo lako ni kulipambania jambo fulani. Sasa kwa sababu
Unapopita kwenye nyakati ngumu, labda upo kwenye shida ya mapito fulani, sasa unaona shida ile ni kubwa kuliko Mungu, ndio maana huwezi kuingia kumshirikisha. Sasa Petro anatuambia kwamba atukuzwe Mungu Baba, ahimidiwe wa Yesu Kristo, ambaye yeye alimtoa mwanawe akafufuka kwa ajili yetu, ili sisi tupate tumaini. Kwamba Kristo tumaini letu halibaki kwenye vitu, tumaini letu halibaki kwenye mali, tumaini letu lipo kwa Kristo. Tumelipata tumaini la uzima, tumaini tegemeo la kupata uzima milele. Kwa hiyo sisi tuliokwisha kuwa wa Kristo tunalo tumaini. Hata unapopita mahali unalo tumaini. Wengine wanatazama tumaini lao wanaona ni kufa. Wengine tumaini lao wanaona ni kujinyonga ili apite afute matatizo yake. Anadhani akifa basi amejiondoa kwenye matatizo. Ni kwa sababu hana tumaini. Lakini waliookoka wana tumaini la uzima. Kwa hiyo anajua ni naye Kristo, anatumaini la Mungu, anamtumainia Mungu. Maana yake anapitia kwenye nyakati ngumu, lakini bado ameweka tumaini lake kwa Mungu. Sasa anapoweka tumaini lake kwa Mungu, maana yake Mkristo huyu atabaki kuwa mshindi hata kama yupo kwenye nyakati ngumu. Lakini nimesema tatizo kubwa Wakristo wengi, tunaona matatizo yetu sisi ni makubwa kuliko Mungu. Ndio maana unapopita huwezi kumshirikisha Mungu. Tunaamini matatizo yetu yanahitaji watu wakubwa, yanahitaji watu wenye uwezo, yanahitaji watu wenye elimu, yanahitaji watu fulani, yanahitaji mzazi fulani, lakini hatuoni kama tumaini letu sisi ni Mungu. Mstari wa 4. Tupate na urithi usioharibika. Kumbe lengo la kupata tumaini, maana yake Yesu Kristo Mungu alimtuma mwanae ili tupate urithi usioweza kuharibika. Hebu fikiria urithi, ili tupate na urithi usioweza kuharibika, usio na uchafu, usionyauka, uliotunzwa mbinguni kwa ajili yenu. Haleluya. Amen. Kumbe Wakristo wametunziwa urithi kule mbinguni. Urithi usioweza kuharibika, urithi usioweza kuwa na uchafu, urithi usio na uchafu. Usio na uchafu, usionyauka, haukauki. Urithi umebaki pale pale. Anasema tupate na urithi usioharibika, usio na uchafu, usionyauka, uliotunzwa mbinguni kwa ajili yenu. Urithi wa Wakristo umetunzwa mbinguni kwa ajili ya Wakristo, kwa ajili ya watakatifu, kwa ajili ya walioacha dhambi, kwa ajili ya wanaotafuta kumuona Bwana. Wanao urithi mbinguni wa kuwa wana. Kwa sababu hao watakuwa wana, maana yake watakuwa warithi katika ufalme. Haleluya. Amen. Biblia inasema umetunzwa mbinguni urithi wetu. Sisi hatulisi mali za hapa duniani tu. Hatulisi hivi vyote Mungu ameviweka tuvitawale. Tutawale mali, lakini bahati mbaya biashara zimetutawala. Bahati mbaya mali zimetutawala. Bahati mbaya kila kitu kinatutawala, sio sisi tumekitawala. Ndio maana kinaweza kukuendesha. Yaani huwezi kukiacha ukaenda kufanya ibada. Kwa sababu gani? Kwa sababu mali imetawala fahamu zako. Wewe si wewe sawa. Lakini mpango wa Mungu ilikuwa mtu ndiye atawale vitu, sio vitu vitawale. Kwa ndio maana hapa nasema tunao urithi ambao huwa huwezi kuharibika. Urithi usio na uchafu. Maana yake na anayepata urithi huo lazima siwe mchafu. Akiwa mchafu hawezi kupata urithi uliotunzwa mbinguni kwa ajili yetu. Biblia inasema Wakristo tuna urithi mbinguni. Umetunzwa kwa ajili yetu sisi. Umetunzwa kwa ajili yako wewe. Maana unapotembea fahamu kama umetunziwa urithi mbinguni. Na urithi huo Biblia imeuita ni uzima wa nini? Wa milele. Ukirithi uzima huo wewe utakuwa mwana wa Mungu. Na mtu akiwa mwana wa Mungu maana yake ni mrithi katika familia ya Mungu. Kwa ni lazima utafute kuwa mwana ili upate urithi ambao Biblia imesema umetunzwa huko mbinguni. Kwa ajili ya nani? Kwa ajili yako, kwa ajili yangu. Kwa mtu wa Mungu, kumbuka unapopita kwenye nyakati ngumu fahamu wewe Biblia imesema unalo tumaini. Hilo tumaini ndio litazame. Tazama kule kuliko tunzwa urithi wako. Tazama kule mbinguni aliko yeye ambaye alikufa akafufuka. Biblia inasema kule mbinguni kumetunzwa urithi wa watakatifu, usio na uchafu, usioweza kuharibika. Biblia inasema urithi usioharibika, usio na uchafu, usionyauka, uliotunzwa mbinguni kwa ajili yenu.
nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa ajili ya imani, hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa. Haleluya. Biblia inasema kama kumetuzwa urithi mbinguni, asema nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu. Wakristo mnalindwa na nguvu za Mungu. Hamlindwi na vitambaa, hamlindwi na chochote kingine. Hamwezi kulindwa na sabuni, hamwezi kulindwa na kitu cha nabii yoyote. Mnalindwa na nguvu ya Mungu. Biblia inasema kwamba nanyi mnalindwa na nguvu ya Mungu. Mnalo tumaini kwamba niko hapa, lakini nalindwa na Mungu. Mimi nalindwa na Mungu kwa sababu tumewekewa urithi mbinguni. Umetunzwa kwa ajili yetu sisi, na umetunzwa mbinguni, umetunzwa hapa duniani. Biblia sasa, ili tuweze kupata urithi, lazima tukaukute mbinguni, sio hapa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Biblia inasema kwamba katika mstari huu, anasema mstari wa 5, nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa ajili ya imani, hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Kwa hiyo anasema nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu. Nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa ajili ya imani, hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa. Mnalindwa na nguvu ya Mungu kwa njia ya imani. Kwa mtu ili alindwe na nguvu za Mungu anahitaji imani. Kwa mtu akiwa na imani kwenye nyakati zake, akisema namwamini Mungu atafanya, akisema hata hapa nilipo napo, maana yake Mungu atanivusha, mahali hapa nilipo napo Mungu atanipeleka mbele. Kwa hiyo hiyo imani itasababisha nguvu za Mungu zikulinde kwenye wakati huo. Ndio maana anasema nanyi mnalindwa na nguvu ya Mungu. Hamlindwi na irizi, hamwezi kulindwa na kitu kingine. Mkiwa wa Kristo mnalindwa na nguvu ya Mungu. Nanyi mnalindwa na nguvu ya Mungu. Kwa hiyo wewe unao tumaini, unao ulinzi, hata kama hauonekani kwa macho, lakini Mungu ndiye mlinzi wetu, anatulinda kwa nguvu zake. Maana yake kwa njia ya imani, kwa njia ya imani, kwa njia ya imani tunapata nguvu na ulinzi wa Mungu. Tunapata ulinzi wa nguvu za Mungu. Hivi ni nani anaweza kushindana na Mungu? Ni nani ana nguvu ya kushinda Mungu mpaka kufikia wewe? Ikiwa Mungu ndiye mlinzi kwa nguvu zake, Biblia inasema nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu. Wala hamna haja ya kuogopa, wala hamna haja ya kuogopa wachawi, hamna haja ya kuogopa waganga, hamna haja ya kuogopa wenye pepo. Mna haja ya kuogopa dhambi, mna haja ya kuogopa Mungu. Ili kwa sababu gani? Biblia inasema yeye, sisi tunalindwa na nguvu za Mungu. Hatulindwi na nguvu za waganga, hatulindwi na mafuta ya upako. Tunalindwa na nguvu za Mungu. Hatulindwi na chumvi, no, tunalindwa na nguvu ya Mungu wa Kristo. Hatulindwi na hiyo vinavyoonekana. Anasema kwa njia ya imani, sio kwa njia ya kushika. Tusiwe kama watu waliozoea kwa waganga. Kila dakika wao, kwa sababu walizoea huko, kila dakika unaona wanatamani kumiliki vitu mkononi viwalinde. Kwa sababu walikuwa wanapewa kila siku kachupa, mara wamepewa kitu fulani. Sasa akija kwenye Ukristo anataka kitambaa, anataka mafuta, anataka umpe sabuni, ndipo amini ameokoka. Ndipo amini hapa pana nguvu. Lakini neno la Bwana halisemi vitambaa, halisemi chochote. Neno la Bwana linasema kwamba sisi tuliookoka kwa njia ya imani tumewekewa urithi mbinguni. Alafu baada ya urithi, Biblia inasema tunapokuwa duniani tunalindwa na nguvu ya Mungu. Katika mstari wa 5, katika waraka wa kwanza wa Petro sura ya 1 mstari wa 5, anasema nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu. Kwa Wakristo sisi ulinzi wetu ni Mungu. Nguvu za Mungu ndio zinatulinda. Ili ukilindwa na nguvu za Mungu, nani anaweza kukufikia? Kwa sababu uwezo wa Mungu umepita kila kitu duniani. Uwezo wa Mungu umepita kila kitu ulimwenguni. Kwa hiyo wewe, Mungu akisema ndio, hamna anaweza kusema hapana. Kwa Mungu akikulinda, hivi unapopita mahali, hebu fahamu kama unalindwa na Mungu. Bwana asifiwe. Mkristo unalindwa na Mungu. Unalindwa na nguvu za Mungu. Biblia katika mstari huu unanipa nguvu kabisa. Unanifariji kuendelea kumtafuta. Kama nitaishi kwenye mema, kama nitamtafuta Bwana, Bwana ataniachilia nguvu zake. Zitaficha watoto wangu, zitaficha
zitaficha biashara yangu, zitaficha kazi yangu, zitaficha utumishi wangu. Chochote kitakaa ndani ya nguvu za Mungu. Chochote unachofanya kitakaa ndani ya nguvu za Mungu. Nani anaweza kupita akafungua bahasha aliyofunga Mungu? Kama nitatenda mema, kama nitamtumikia Bwana kama anavyotaka, neno la Bwana linasema nitalindwa na nguvu zake. Mimi nina usalama kuliko yeyote kwa sababu nalindwa na Bwana. Wengine wanalindwa na watu wengine, wengine wanalindwa na chupa za irisi, wengine wanalindwa na vitu mbalimbali, wanaweka tumaini huko. Mstari ule tuliosoma wa kwanza anasema ametupa tumaini, tumaini la uzima. Sisi hatutumainie vitu, tunatumainia Mungu. Tunamtumainia Mungu aliye hai. Tunatumainia utakatifu, tunatumainia uzima, tunatarajia kupata mbele yetu. Sasa anasema kama mtatenda mema, basi nanyi mtalindwa na nguvu za Mungu. Sasa unaogopa nini mtu? Haleluya. Amen. Mganga amekutisha kidogo, unaogopa. Wakwambia utakufa, waambie mimi ninalindwa na nguvu za Mungu. Kwa mujibu wa kitabu cha Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 5, Bwana amesema ananilinda kwa nguvu zake. Wewe ni nani uweze kuniambia nitakufa? Nitaishi kwa nguvu za Bwana. Na kama utasema hivyo, utajipa ujasiri kwa sababu neno la Bwana hajawahi kusema uongo. Mungu akisema ndio, hajawahi kudanganya. Na hapa amesema kizazi hiki hakitapita kamwe, na kimewekwa kwa ajili ya moto. Sisi wote tunaoonekana hapa tumewekwa kwa ajili ya moto. Kama hatutatengeneza njia tupate uzima. Na ndio maana Petro anamuhimidi Mungu kwa ahimidiwa Mungu Baba aliyemtuma mwana yake Yesu Kristo ili atusaidie mara pili tusije tukawa watu wa motoni. Tumezaliwa mara ya pili tuwe wa Kristo ili tuwe tofauti na wale ambao hawajazaliwa mara ya pili, ili sisi tusije tukaingia katika jehanamu ya moto, kwa sababu Mungu ameweka moto kuwa adhabu ya waovu. Sasa sisi tukija kuingia katika moto, Biblia inasema kwamba tutakuwa tumeamua wenyewe kwa namna nyingine, kwa sababu yeye alikufa kwa ajili yetu. Haleluya. Yesu Kristo amekufa kwa ajili ya kila mmoja. Yesu Kristo amekufa kwa ajili yako. Yesu Kristo amekuletea tumaini. Yesu Kristo amekuletea uzima. Yesu Kristo amekuletea tumaini la uzima milele. Sasa anasema ili upate, basi anasema kaa katika msingi wa neno lake. Ishi sawa na anavyotaka. Ndio maana katika mstari huu anasema msiogope, nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu. Mahali ulipo unalindwa na nguvu za Mungu. Aondoa shaka. Unajua unafanya biashara huko na shaka, unasema labda hivi. Usiwe na mashaka. Tambua ulipo unalindwa na nguvu za nani? Za Mungu. Biashara yako inalindwa na nguvu za Mungu, lakini ili usitumie, ili ulindwe, lazima wewe mwenyewe uwe wa Mungu. Haleluya. Amen. Lazima uishi mapenzi ya Mungu. Lazima utafute utakatifu. Lazima umjue sana Bwana. Asema mjue sana Mungu wako. Mjue sana Mungu wako. Ukimjua yeye anasemaje, hutakosa amani kwa ajili yake. Hutakosa amani kwenye kazi yako. Hutakosa amani kwa watoto wako. Sema watoto wangu wanalindwa na nguvu za Mungu. Familia yangu inalindwa na nguvu za Mungu. Mimi sina cha kulinda. Hali pengine anasema alindaye mji alinda bure. Bwana sipoulinda mji, alindaye analinda bure. Kwa sababu utalinda na watafanya matukio yao. Kwa sababu uchawi hauzuiwi na neti, sio kama Mungu. Nguvu za giza hazizuiwi kwa macho yanayokiona. Nguvu za giza zinazuiwa na ulimwengu wa roho. Mtu akiwa mtu wa ulimwengu wa roho, akiwa mtu wa ibada, akiwa mtu wa kumtafuta Mungu katika ulimwengu wa roho, ndiko wakuu wa giza wanajua. Ndio maana Waefeso ukisoma pale anasema vita vyetu sisi si katika ulimwengu wa mwili huu, ni katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho tukipambana na wakuu wa giza. 6 mstari wa 10 ukishuka kule chini ukiendelea kusoma utaona asema na majeshi ya wakuu wa kuzimu. Kumbe katika ulimwengu wa roho kuna majeshi. Sio kawaida. Ndio nafikiri wokovu ni simple, kumbe sio simple. Kwa sababu wokovu ni maisha ndani ya mtu ambaye lazima atafute nguvu ili alindwe na Mungu. Haleluya. Amen. Biblia inasema tunalindwa. Sasa Mkristo ana mashaka. Unaenda kutafuta msaada kwa mchomba. Upo kwenye wakati fulani, wanasema usipokunywa dawa fulani labda itatokea hivi. Bado huamini kama unalindwa na nguvu za Mungu. Wewe uliyeokoka, tengeneza njia, Mungu ashushe nguvu zake mahali ulipo. Bwana akikupa nguvu zake hakuna anayetoka. Yaani akikusigia Mungu, hakuna anayeweza kupita mahali Mungu amekusigia. Hakuna
Hakuna mtu atagusa watoto wako, hakuna mtu atagusa biashara yako, hakuna mtu atagusa maisha yako, hakuna mtu atagusa unachofanya. Kwa nini? Kwa sababu nguvu ya Mungu hailingani na mwanadamu. Anasema Bwana hawezi kushindana na mwanadamu hata kidogo. Mstari wa 6 anasema mnafurahi sana wakati huo, ijapokuwa sasa kwa kitambo kidogo, kwa muda mfupi tu, ikiwa ni lazima mmehuzunishwa kwa majaribu ya namna mbalimbali. Lakini sasa ni lazima mmehuzunishwa kwa majaribu mbalimbali. Kwa Kristo ni lazima atajaribiwa, lazima apate kwenye jaribu, lazima apate testi, yani ajaribiwe ili na shetani, ili ajulikane amesimama au la. 7, ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu ambayo ina thamani kuliko dhahabu ipoteayo. Hebu nisikilize. Biblia inasema imani ina thamani kuliko dhahabu unayoifahamu wewe. Imani ina thamani kuliko fedha inayopotea. Biblia inasema imani ina thamani kuliko dhahabu inayopotea. Dhahabu inaweza kupotea, lakini imani ina thamani kuliko dhahabu, kuliko mali. Ili mradi ukipata imani kwa Mungu, ukawa una uwezo wa kuishi kwenye imani, ukawa na imani, yani unaamini msaada ni Mungu, unaamini Mungu ndio kila kitu kwangu, unaamini kwenye biashara yangu ni Mungu, unaamini kwa watoto wangu ni Mungu, unaamini kwenye ajira ni Mungu, unaamini mahali nilipo ni Mungu. Maana yake ukiwa hivyo ina thamani kuliko dhahabu. Asema dhahabu inaweza kupotea, lakini sio imani. Imani ina thamani. Imani ina thamani, ina gharama. Imani ina uwezo, ina gharama kuliko hata dhahabu unayoiona. Imani ukiwa nayo kwa Mungu ina thamani sana. Anasema ijapokuwa hiyo dhahabu hujaribiwa kwenye moto ili ipate utukufu. Kwa hiyo dhahabu nayo ili ing'ae ipendeze, inahitaji kupita kwenye maumivu. Kwa hiyo hata mtu akiwa Mkristo, Biblia inasema maana yake haizuii kujaribiwa, kupita kwenye mapito, kupita kwenye matatizo, kujaribiwa kwa magonjwa, kujaribiwa kwa jambo lolote. Lazima utajaribiwa, upite kwenye moto ili uwe